Mubashara kutoka studio zetu za Light FM. Hizi ni habari za kina na kwa ufasaha. Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu kwenye habari zetu za Light FM. Jina langu ni Beverly Chebet. Tuanze na vidokezo. Watahiniwa wawili wakamatwa kaunti ya Kiambu. Raila kuwasilisha ujumbe kwa washirika Addis Ababa. Wakazi wa Kingley wahangaishwa na nyani. Donald Trump aibuka mshindi wa urais Marekani. Maafisa wa usalama wanaendelea kugundua mipango ya kuiba mtihani wa KCSE. Vijana wawili kutoka Kiambu walikamatwa na walinzi wa mtihani huo wakiwa na simu ya rununu. Haya yanajiri huku wanafunzi waliojifungua wakielezea changamoto wanazokumbana nazo shughuli hiyo ya kitaifa ikiendelea. Na kwingineko ni kwamba azma ya Raila Odinga kurithi wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika utaendelezwa kwenye kikao maalum wa washirika na wawekezaji wa Muungano wa Afrika jijini Addis Ababa, Ethiopia siku ya Ijumaa. Odinga pia atawasilisha ujumbe maalum kwa zaidi ya washiriki 500 kwenye hafla maalum ya kupiga cheki kampeni yake. Na tukielekea Kisumu ni kwamba wakazi wa Kingley County ya Kisumu sasa wanataka ushirika wa wanyamapori KWS kuregesha mitego ya nyani iliyoondolewa kijijini humo mwaka jana ili kuwaepusha kero la wanyama hao. Wakazi wanalilia hasara baada ya ongezeko la nyani wanaovamia mashamba yao na hata kuwatishia watoto wanaoenda shuleni machweo. Na tukielekea Marekani ni kwamba Donald Trump ameibuka mshindi katika uchaguzi wa urais nchini humo. Trump amepata uungaji mkono mkubwa kutoka kwa maeneo mengi nchini humo yakiwemo yale ya wapinzani wake. Haya yakijiri huku mzalia wa Kenya Hulda Momanyi akichaguliwa kuwakilisha jimbo la Minnesota katika bunge la Marekani. Ni hayo tu kwa sasa. Endelea kutegea idhaa hii ya 99.9 Light FM. Kwa mengi zaidi endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Twitter, TikTok na Instagram, Facebook @Light FM.